Karibu Tabora, karibu Toronto. Wapendwa katika Bwana, tumungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Mwenyezi Mungu anayewasamehe watu wote watupo kwa kweli, akurehemuni, akusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote, na mwisho akufikishe kwenye uzima milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ikiwa zimesalia siku chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa askofu mteule wa dayosisi tarajiwa ya Kahama, katika hali ya kuwakuza Wakristo kiroho na kiimani, jumla ya wanakipaimara 455 kutoka dinari ya Kahama, Bukondamoyo na Ushirombo wamewekwa mikono na baba askofu Daktari Elias Chakupewa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo Julai 17, 2026. Je, mtaendelea kwa bidii kuwa askari na watumishi waaminifu wa Kristo kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuishi maisha ya sala na kuwashuhudia watu wengine juu ya imani yenu ya Kikristo? Nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Msishushe haraka zikae juu kidogo, nina sababu. Roho Mtakatifu awashukieni na uweza wake aliye juu uwalindeni na dhambi zenu zote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Bwana mlinde mtumishi wako huyu Anita. Amen. Bwana mlinde mtumishi wako huyu Esther. Amen. Kwa neema yako ya mbinguni wadumu kuwa wako milele, nao wakazidi kukua kila siku katika Roho wako Mtakatifu, hata wafikie ufalme wako wa milele. Amen. Katika mahubiri yake ndani ya kanisa hili la Mtakatifu Yohana, wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita, Askofu Chakupewa anawaomba waumini hawa kuwa na mshikamano, umoja na amani kabla na baada ya uchaguzi wa askofu mteule dayosisi tarajiwa ya Kahama. Ndugu zangu, tunayo furaha kuwepo leo katika dinari hii ya Ushirombo. Katika miaka hii 15 tunayo mambo mengi ya kujivunia na kumshukuru na kumtukuza Mungu wetu aliyeyatenda. Wakati tunapokea dayosisi ya Tabora mwaka 2011, dinari ya Kahama ambayo sasa ilikuwa na dinari 2, dinari ya Kahama na ya Ushirombo, ilikuwa na parishi 5 tu. Kulikuwa na parishi ya Kahama, parishi ya Kakola, parishi ya Masumbwe, parishi ya Ushirombo na parishi ya Kabuhima. Lakini leo tunapoifanya kuwa dayosisi, eneo hili lina parishi 19. Idadi ya wachungaji imeongezeka kupita kiasi. Tulipokea wachungaji 33 wakati tunaingia sisi. Leo tuna wachungaji 73. Dayosisi ya Tabora ilikuwa ndio dayosisi kubwa kuliko zote hapa nchini kwa ukubwa wa eneo. Kwa hiyo haja ya kuigawa dayosisi ya Tabora ilikuwa ni lazima. Ili eneo ambalo linafanywa kuwa dayosisi, eneo hili la Kahama, linazo halmashauri 3. Halmashauri ya Msalala, halmashauri ya Manispaa na halmashauri ya Ushetu. Kwa hiyo haja ya kuanzisha dayosisi ya Kahama si tu kwamba ni kupunguza mzigo kwa dayosisi ya Tabora, lakini ni kurahisisha kueneza injili zaidi katika vijiji vingi ambavyo hatujafikia injili. Nilikuwa nikiwaambia maaskofu, dayosisi ya Kahama itakuwa dayosisi yenye nguvu sana kuliko dayosisi nyingi za hapa nchini. Ni dayosisi chache ambazo zinaanzishwa zikiwa na idadi kubwa ya watu namna hii. Nilipoweka kipaimara pale Kahama tarehe 28 mwezi uliopita, niliweka kipaimara watu 130. Na jana nimeweka pale Bukondamoyo watu 111. Na leo ninaweka watu 206. Haijawahi kutokea katika dayosisi ambazo zinaanza zikiwa na idadi kubwa namna hiyo. Kanisa limekuwa kupita kiasi. Na hii ni kazi ambayo imefanywa na wainjilisti na wachungaji, na sisi maaskofu tukiwasimamia na kuwa pamoja nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Itakuwa dayosisi yenye nguvu sana. Hutaweza kuilinganisha na hizi dayosisi nyingi zilizopo hapa nchini. Lakini haya yote niwaambie, yatawezekana pale tu kutakapokuwa na mshikamano na umoja na utulivu na amani. Lakini kama kuna utulivu, mshikamano, umoja na amani, nataka niwaeleze ukweli, dayosisi hii itadumaa sana. Kwa sababu badala ya kufanya kazi, mtakaa kuvutana tu na kushambuliana tu na kutukanana tu. Badala ya kufanya kazi, maendeleo yote yatasimama. Kwa hiyo bado tunahitaji dayosisi ya Kahama itakapoanzishwa mwezi ujao
Watu wa Kahama wajifunze kuwa na umoja, upendo, mshikamano na umoja, ili dayosisi hii iweze kuendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Na kinacholeta migogoro sana katika madayosisi yetu na katika kanisa Anglikana hapa Tanzania ni Wakristo wenyewe wanapogawanyika wasiwe kitu kimoja. Labda niwaeleze kitu. Hapa Afrika, nikiacha Ulaya, kila mchungaji angependa kuwa askofu. Hata wao nyuma yangu nikiwauliza, kuna ambaye hapendi kuwa askofu? Lakini bahati mbaya hatuwezi kuwa wote maaskofu. Lazima awe askofu mmoja tu katika wengi. Kwa hiyo sasa, kama amechaguliwa mmoja kama ndiye askofu, lazima tumpe ushirikiano hali ya juu ili afanye kazi ya Mungu vizuri. Kwa sababu Mungu akikuita amekuita tu, na hakuna mtu anaweza kazuia. Hayupo. Mungu akimwita mtu, hakuna mtu anayeweza kazuia. Hata jefanyaje. Kwa hiyo ukiona kuna mizengwe, kuna nini, ujue Mungu hajakuita. Mungu akikuita mambo yananyoka moja kwa moja mpaka mwisho. Niombe Ukristo mwape ushirikiano maaskofu wale watakao kuwa wamechaguliwa ili waweze kuwaongoza vizuri. Mwende nao pamoja kwa ajili ya maendeleo ya kanisa la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa upande wake, katibu wa umaki dayosisi ya Tabora, mchungaji Debora Maige, anawasihi akina mama kusimama imara kupitia ushirika wa wanawake wa Kikristo umaki kwa dayosisi tarajiwa ya Kahama. Kwa sababu idara zitaendelea hata huku Kahama na huduma za neno la Mungu zitaendelea kupitia idara mbalimbali. Mimi nina vitabu ambavyo vinatusaidia kuimarisha idara zetu za umaki. Kuna kitabu hiki cha makusudi matano kinauza shilingi 5,000. Kuna na kingine chenzake kiko kwenye gari, kitabu cha Sara na chenyewe 5,000. Lakini kuna huduma kamilifu shilingi 10,000. Bado kuna vitenge vya umaki. Msisahau kuvaa sare zetu jamani. Kesho kutwa mtakapowekwa wakifu, katibu wa umaki jimbo atakuja, atawataka mvae sare, na mama askofu atakayekuwa madarakani atawataka mvae sare. Kwa hiyo msisahau miongozo yetu. Mama Rusi Chakupewa alitufanyia vizuri, alituhamasisha tuvae sare, na ninaomba tuendelee kuzienzi sare zetu katika ibada zetu, lakini pia kwenye mafundisho yetu tusisahau kuwa na vitabu. Kupitia ibada hii, baba na mama Askofu Lucy Chakupewa anatumia nafasi hii kushukuru na kuagana na waumini hawa kutokana na muda wao wa utumishi kuelekea ukingoni kwa mapumziko ya kustaafu hapo Julai 14, 2027. Kama wimbo unavyosema, haikuwa rahisi kule tulikotokea, hatukutikisika. Niwashukuru wale ambao tumefanya kazi pamoja. Kwanza katibu wa umaki, tumekuwa pamoja nao wote, lakini tumekuwa pamoja na wake za wachungaji, wamama wachungaji. Naomba niwaase muendelee kusimama na kufundisha. Mnajua kwamba makanisa yamejaa wakina mama. Msitikisike, muendelee kuwafundisha na kuwaelekeza, na hasa katika kusimama kwenye umaki, hasa kufundisha umaki na kufundisha watoto. Na mwisho ni salamu kutoka kwa mwakilishi wa serikali ya eneo hili. Majina yangu naitwa Zabloni Tabu Mwani, ni diwani wa kata hii ya Katente. Nilete salamu kutoka kwa mheshimiwa bunge wetu wa jimbo la Bukombe, Daktari Doto Mashaka Biteko, na naibu waziri mkuu mstaafu. Anawasalimia sana kanisa, na baba askofu anakusalimia sana. Mwaka 2020 wakati nilipopata nafasi ya kuchaguliwa, nilikuta katika kanisa hili walikuwa naomba eneo hapa nyuma. Baba mchungaji aliyekuwepo kipindi hicho, kwa kushirikiana na kanisa, nilipokuja kusali hapa, wakanipa ombi kwamba mheshimiwa, tunakuomba sasa tusaidie namna ya kupata eneo hilo. Tulifanya jambo hilo na baadaye tukafanikiwa kupata eneo. Niwakumbushe tu sasa Wakristo wenzangu na baba mchungaji, tuone sasa kwa ajili ya kuanzisha ujenzi huo kwa jambo hilo ambalo tulikusudia, kwa sababu mbele za Mungu tuliahidi. Kwa hiyo ile ni naziri, tusipoiondoa inaweza ikatuletea shida. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Tabora, karibu Toronto.